Kusema kweli Simba wamefika South Africa na wameanza kufanya mazoezi, lakini wanafanya mazoezi kwenye kiwanja cha hali ya chini mno. Yani hivi ni viwanja vya level ya chini mno. Yani kwa timu kama Simba haipaswi kufanya mazoezi kwenye kiwanja kama hiki. Tena timu ambayo inaenda kucheza mechi ya kuwasaidia kuqualify kwenda hatua ya nusu finali, walipaswa kukodi walau kiwanja cha gharama. Sio kiwanja cha gharama by the way, yani kiwanja chenye pitch nzuri bila kujali gharama yake nini, kwa sababu sometimes unajua gharama inategemeana na nyewe wenyewe mnataka nini Lakini ukitazama hawa jinsi ambavyo wanatoa Simba jinsi ilivyo, ilipaswa kupata kiwanja cha hali ya juu, kiwanja ambacho ni cha nyota 5 tunasema. Simba ni timu ya 4 kwa ubora barani Afrika. Kufanya mazoezi kwenye kiwanja kama hiki ni kujitafutia tu matatizo, yani ni kujitengenezea wenyewe mazingira ya nyewe kwenda ya wao kwenda kupoteza mchezo, na wala sio kingine, kwa sababu kwanza ni eneo la wazi sana, eneo ambalo kila mtu anaweza kutazama Simba. Kama ukitazama huko pembeni kuna watu wengi tu wale kule ambao sio watu ambao wako na Simba. Ni eneo ambalo hata kama mtu anakuja kuwachunguza kuwajua kimbinu mnafanyaje, ni rahisi sana kuwachunguza kwa sababu ni eneo ambalo ni wazi. Yani huo uwanja sio uwanja wa standard ile ambayo Simba wako nayo. Yani walipaswa kubadili kiwanja au kuomba kiwanja ambao kukodi kiwanja ambacho ni bora zaidi, kwa sababu kwa hizo siku ambazo wamefika kikanuni Simba wanapaswa kufanya mazoezi kwenye kiwanja ambacho wamekitafuta wenyewe, na sio kile kiwanja ambacho wanapewa na timu ambayo ni mwenyeji. So kwa muda huu ambao wako pale mpaka siku ya mchezo, mpaka siku moja kabla ya mchezo, inabidi watafute kiwanja wenyewe, na wamekuja kutuni kwenye kiwanja cha hili, kiwanja ambacho kwangu na timu kiwanja cha hali ya juu sana. Unayemwona pichani ni Oscar, sio kwamba ndio picha ya Simba, lakini ni miongoni mwa watu ambao wameongozana na klabu ya Simba. Unajua pia moja ya vitu ambavyo Simba wamekosea awamu hii, wamesafirisha sana wachambuzi ili kusafirisha mashabiki wao. Yani wamejiweka karibu na wachambuzi kuliko mashabiki, kitu ambacho kinaweza pia kwenda kuwagharimu kwa namna moja au nyingine. Kama ulitazama watu wengi ambao wanaenda kukosa, ambao pia kimsingi hawezi kwenda kuwashangilia, ila wao watakachoenda kufanya ni kuangalia tu mechi, na kama kuna sehemu ya kusifia kusifia, kama kuna sehemu ya kukosoa ndio watakosoa na pengine ataendelea. Ukitazama kwenye ile eneo, kama Stellenbosch watakuwa na mpango kweli wa kuiba mbinu za Simba, kwa maana kutengeneza mpango wa kurekodi Simba kisiri waweze kupata details tofauti ambazo zinaweza kwenda kuwasaidia kupata matokeo mazuri kwenye mchezo wa nusu finali. Kwenye mchezo huo wa nusu finali ya mwisho inaweza kuwa ni rahisi sana, kwa sababu eneo lenyewe ni unaliona wenyewe kama ambavyo unaona kwenye video. Ni eneo la wazi, ni eneo ambalo mtu yoyote anaweza kufika na hakuna kizuizi chochote. Kwa timu kama Simba ilipaswa kufanya maandalizi kwenye eneo kama hili. Hili ni eneo ambalo ila kiwango cha chini mno, yani au labda pengine wamepewa bure, kwa sababu sometimes unaweza kusema kwamba labda Simba wamelipa, kumbe wao wenyewe tu wameomba. Sasa sometimes ni kweli hakuna sana kwa ndani, lakini Simba alipaswa kuwa kwenye kiwanja ambacho ni standard ya juu, kiwanja ambacho hata wanafanya maandalizi wanakuwa wao peke yao. Unajua hapa wanacheza ugenini, wanaongoza kwa bao moja. Bao moja sio kubwa, yani bao moja ni bao dogo sana ambalo muda wowote tu linaweza likarudishwa. So unapofanya maandalizi yako lazima uwe kwenye eneo ambalo hakuna changamoto yoyote ambayo inaweza kwenda kuathiri. Sasa kwa hiki ambacho kinaonekana hapa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa sana kwa Simba mbinu zao kuja kwa wapinzani, kwa sababu ya uwazi ambao mbinu zao zikuja kwa wapinzani ni rahisi sana kwenda kupoteza mchezo. Na sisi kama Tanzania tunatamani kuona Simba anapoteza mchezo, bali tunatamani kuona Simba wanashinda mechi na wanafuzu kwenda hatua ya finali. Na kumbuka Simba kama ikianguka kufuzu kwenda finali, maana finali ya kwanza watacheza ugenini na finali ya pili watacheza pia wakiwa nyumbani. So I believe kwamba kwa level ya Simba walipaswa kuwa kwenye kiwanja bora zaidi, lakini yote kwa yote tuwaombee tu wapate matokeo mazuri, lakini kwenye maandalizi yao mpaka hapo wameanza kupata wasiwasi. Yani hata kama itatokea watapoteza mchezo, mimi haiwezi kunishangaza sana, kwa sababu sikutarajia au sikutegemea kuona timu kama Simba inaweza kwenda kufanya maandalizi kwenye eneo kama hili. Ni eneo ambalo hawawezi kupata ule ubora ambao yani ni picha kawaida. Kama ungefanya mazoezi kwenye kiwanja ambacho ni kizuri kidogo ingesalia, kwa sababu wanaenda kucheza mechi kwenye kiwanja kizuri, maana walipaswa pia kwenda kufanya mazoezi yao kwenye kiwanja chenye pitch kama ile ambayo wanaenda kutumia. Lakini kiwanja ambacho kutumia kuna pitch kama hii sio pitch ambayo inaruhusiwa kwenye standard ya kimataifa.
Kwa hiyo kwangu mimi hapa ndio sehemu ya kwanza ambayo imewafelisha Simba, na ni sehemu ya kwanza ambayo inaweza kuathiri maandalizi yao kwa ujumla kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch ambao wanacheza ugenini kwenye nusu finali ya mwisho.